Msanii wa Bongo Flava Dudu Baya amezua mjadala mkubwa baada ya kuzimiwa kipaza sauti na matangazo ya moja kwa moja kukatishwa wakati alipokuwa akitumbuiza katika maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava ambayo yalifanyika katika ukumbi wa Mlimani City. Kabla ya tukio hilo, Dudu Baya alikuwa akisikika akitoa kauli zilizoshangaza baadhi ya watazamaji ambao walikuwa wamehudhuria katika hafla hiyo. Muda mfupi baadaye kipaza sauti chake kilizimwa na matangazo ya moja kwa moja likatishwa, jambo ambalo lilizua maswali mengi na mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka hivi sasa bado pia waandaaji wa tukio hilo hawajatoa taarifa rasmi kueleza sababu ya kuzimiwa kwa mic au kukatwa kwa matangazo. Hivyo sababu halisi ya hatua hiyo pia bado haijathibitishwa. Lakini tukio hilo pia limepokelewa kwa maoni tofauti pia. Wapo ambao wanaamini kwamba wasanii wanapaswa kuwa waangalifu zaidi wanapokuwa kwenye matangazo ya moja kwa moja, huku pia wengine wakisubiri maelezo rasmi kutoka kwa waandaji na Dudu Baya mwenyewe pia kabla ya kutoa hitimisho. Utakumbuka pia katika maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava imekutanisha wasanii zaidi ya 57, huku mgeni rasmi katika maadhimisho hayo pia akiwa Mwana FA ambaye ni naibu waziri wa sanaa, tamaduni na michezo. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava ilikuwa pia ikifuatiliwa na maelfu ya watazamaji kupitia matangazo ya moja kwa moja. Hivyo tukio hilo pia limeendelea kuwa miongoni mwa mada ambazo zimekuwa zikizungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kutokana na matukio ambayo yaliambatana na maadhimisho hayo. Mtazamo wako ni upi? Usiache kuacha hapo sehemu ya comment. Nitaacha kidogo kipande cha Dudu Baya wakati alipokuwa kwenye jukwaa. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Sitaki kuongea sana. Ninachopenda kusema, taifa tuliopo sasa hivi Tanzania, sasa hivi mwanamke ndio anamwambia mwanamke